Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kewe TV. Roma Mkatoliki ameamua kutoa maoni yake kuhusiana na tukio ambalo lilitokea siku ya juzi pale mkoani Ruvuma, wilaya ya Mbinga, ambapo polisi waliweza kutumia nguvu kubwa pamoja na matumizi ya mabomu ya machozi kutawanya watu ambao waliweza kuhudhuria mkutano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Roma Mkatoliki ameweza kuzungumza haya au kuachapisha haya katika mtandao wa Twitter, na nukuu: nguvu iliyotumika jana Mbinga ilitakiwa itumike kwa wale wanaotajwa kila mwaka kwenye ripoti za CAG dhidi ya ufisadi. Anayopambania mpate katiba mpya atawapa maisha bora ninyi watoto na wajukuu zenu, mnawatawanya kwa mabomu. Anayewaibia na kuwapa umasikini mnampigia makofi na kumshangilia. Elimu, 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 alijisemea baba wa watu Ruwasa. Ile nguvu ya jana iliyotumika hata kwa yule aliyesema kuhusu virusi vya mpox, ila ndiyo kwanza mnampigia saluti. Hayo ni maoni ambayo Roma Mkatoliki aliweza kuzungumza katika mtandao wa Twitter, ambapo aliweza kugusia suala la polisi kutumia nguvu kubwa katika kuwatawanya watu ambao waliweza kuhudhuria mkutano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pale Mbinga, wakati wakimshikilia mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Watu wamekuwa na maoni tofauti katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza anaitwa Onesmo Mushi, anasema ajabu ni kwamba mpaka masikini aliyopo huku mtandaoni naye anampigia makofi jambazi anayeendelea kumkandamiza kwenye umasikini. Roma Mkatoliki akaja kumjibu akasema safari ni ndefu sana. Lakini The Manuele anasema nasikia ile mikutano ya Lissu ilikuwa inahamasisha uasi. Wewe unaona sawa? Roma Mkatoliki akaja kwa mjibu akasema nipe kwa mfano kama maeneo yapi. Lakini Master anasema Lissu ana uwanja mpana wa kupaza hoja za kisiasa, lakini anasema kitanuka tutaingia barabarani au tutakiwasha. Anavuka mstari wa siasa na kuingia kwenye lugha ya msukumo wa fujo. Huo si mjadala wa sera tena, bali ni kuchochea hali ya taharuki kitaifa. Roma Mkatoliki akasema yule aliyosema kuhusu mpox sio taharuki. Speaker anayesema wapigwe tu vipi hapo hajavuka mstari, ameuliza Roma Mkatoliki. Lakini Wise Cast Sadi anasema watu wanaishi kwenye bati juu mpaka chini. Hiyo kiburi wako nayo sasa. Lakini Abo Luvi anasema wanapambaniwa kwa ajili ya katiba mpya, wapo bize na Simba na Manara, wapo bize kujiunga kwenye hapo waone umbea. Lakini GX anasema katika dodosa sababu ya kukamatwa kwa Lissu, Fred mfuasi wake nguli ameweka hii klipu kusuggest kuwa huenda ndio iliyompelekea kuwa arrested. Lakini Myunani anasema mimi kama mtu nisihusike kwa upande wote kwenye siasa. Kwanza jamaa yupo sawa, maana wafuasi anaongea nao ni wanachama chake. Polisi pia wapo sawa, maana ni kazi yao kuzuia jaribio lolote hata kama kabla halijatekelezwa. Lakini Absolute Chaza anasema wakati tuko shule tuliambiwa sababu kubwa ya utumwa ni utumwa wenyewe. Lakini Joshi anasema kuna vijana kabisa na madigiri yao vile tu wamevaa mashati ya mboga na suruali za nywele, wanafurahia kabisa matendo haya na kusema wakome, akili ziko nyumbani sandukuni. Lakini Lingamao anasema hivi Afrika hatujatambua kuwa tupo na ukoloni bado. Hao viongozi wa koloni weusi wanaotekeleza matakwa ya koloni ili waendelee kutuibia kwa pamoja. Hawawezi kufanya vile mnataka. Kujikomboa sio kazi ndogo. Gharama inayotengeneza mfumo kandamizi ni kubwa sana. Damu itahitajika. Lakini
Alpha Lichi anasema acha tukae kwenye vibanda, tuishi kwenye madeni na mikopo, mshahara unaishia tarehe 30, tuliwe hela zetu za kuzikana, tujinunulie uniform, tufe na stress za kikotoo. Lakini akasema tuchukiwa na wananchi, lakini hatuachi kuwapiga mabomu nyambafu zenu. Hayo hapa ameweza kuorodhesha mambo ambayo polisi wamekuwa wanakatwa kwenye mshahara yao, ama kaanza kusema kwamba tuishi kwenye vibanda, tuishi kwenye madeni na mikopo, mishahara unaisha kabla tarehe 30, tuliwe hela zetu za kuzikana, tujinunulie uniform, tufe na stress za kikokotoo tukistafu. Haya ni maneno ambayo ameandika Alpha Lichi. Lakini mkuu wa kazi anasema walio ndani hawana akili, na wanaozuia sana wenye akili na maarifa kuingia ndani itatumia nguvu kubwa, vitisho kibao. Lakini